Jackson Martin Kabalo pamoja na mwenzake Josefu Chaviruka Mrindoko waliletwa, ambao walikabiliwa na makosa ya kimtandao na kimsingi walisomewa katika hati zao za mashtaka makosa mawili. Mmoja ni kutoa au kuchapisha habari za uongo, ambayo hiyo ilikuwa ni chini ya kifungu namba 16 cha sheria za mitandao. Lakini pia waliwashtaki kwa kosa la kufanya kazi bila kuwa na leseni. Nayo waliwashtaki kwa kifungu namba 116 kifungu kidogo cha 3B cha sheria ya sheria ya Electronics and Postal Communications Act. Hii ni sheria za kielektronics za mitandao. Kimsingi walisomewa na wote wamekana makosa hayo. Kwa kweli tumepata ups and down nyingi. Vijana hawa walikamatwa tangia tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025, na tulipata taarifa siku hiyo hiyo waliokamatwa. Tuliweza kuhangaika kuwatafuta, ambapo tulikwenda Usa kwa sababu walikamatiwa mitaa ya Maji ya Chai. Kwa hiyo tukiamini kabisa kwamba kosa hili lingefunguliwa Usa. Kwa hiyo tulifika kituo cha Usa na tukaambiwa hawapo. Lakini pia tulirudi Central Police Arusha na kwenyewe pia tukaambiwa hawapo. Tulikuwa stranded, hatujui wapi pa kuwapata. Lakini mpaka ilipofikia jana tulipata kuonana na mkuu wa polisi wa mkoa RPC, ambaye yeye mwenyewe akatuhakikishia kama alivyotoa taarifa zake vijana hawa wako chini ya mikono ya polisi, na akatuambia maelezo na maelekezo tutayapata kwa RCO, ambapo bila kuchelewa tulikimbia kwa RCO jana hiyo hiyo. RCO akatoa ushirikiano mzuri, akatueleza ni kweli wanao na wamewahifadhi katika kituo cha diplomatic police. Kwa hiyo hii diplomatic police iko hapa mkoani Arusha. Ukitoka Central kama unakwenda kwenye kambi ya polisi utakikuta hicho kituo. Kwa hiyo tulielekezwa, tukafika pale na tulipewa kibali cha kukutana nao. Tuliweza kupata wasaa wa kuongea nao na tuliongea nao more than 1 hour. Tuliongea nao zaidi ya lisali moja, tukapata kile ambacho tulikwenda kukihoji. Na moja na ni kweli walikiri wamekushaandikwa maelezo. Walikamatwa tarehe 20, wakadai maelezo yameandikwa tarehe 21. Lakini pia mmoja, huyu mtuhumiwa namba 1 Jackson Martin Kabalo, yeye alikuwa analalamika kwamba alipigwa alikuwa anatakwa kutoa password ya simu yake. Alitoa password ambayo haikutimia kutokana na hofu, basi askari mmoja alimpiga. Kwa hiyo alikuwa analalamika, na ni kitendo ambacho si kizuri, unajua. Lakini pia kingine walikuwa wanalalamika kwamba wamekuwa wakihudumiwa vizuri tu, chakula na kila kitu, lakini shida kubwa ni kwamba hawakuwa wanapata access na ndugu zao pamoja na wake zao. Wanakuja wanapoweka wao, walikuwa wanaleta vyakula lakini havifiki, hawapati kuwaona, na wala watumiwa hawawezi kuwaona hao wake zao na ndugu zao. Kwa hiyo hicho walikuwa wanalalamika, na kweli hicho sio kitendo kizuri. It's a contrary to na makosa haya ya jinai. Hata hivyo
Hata hivyo tumepata nafasi ya kuwauliza kile ambacho wamekifanya wao, na wao wenyewe binafsi wana regret kwamba hakuna kosa ambao wamelifanya. Kimsingi hakuna kosa walilofanya isipokuwa shughuli zao ni kuelimisha jamii. Ndio hivyo. Kwa faida wa Tanzania, umesema mmoja lidai amepigwa vibaya, labda kwa jinsi ambavyo mtazama kwa nje tu hali yao ya usalama ilikuwaje, na huyo mmoja ambaye alikuwa anadai amepigwa, hali yake ya usalama ulivyomuona wakili ilikuwaje? Si kwamba amepigwa vibaya sana, bali amepigwa, na ukimuona of course yeye ndo anayefeel, anasema kwamba anajisikia maumivu. Kwa hiyo tulijaribu kuomba kama wanaweza kumpeleka hospitali, tukaambiwa kesho, yani leo watapelekwa mahakamani. Kwa hiyo hayamkini wanaweza kutoka kwa dhamana, basi wataenda kujihudumia wenyewe, kitu ambacho pia sio sahihi. Lakini hata jana ile tuliomba kama wangeweza kupatikana dhamana, lakini pia tulikataliwa, ambako kosa lenyewe pia lina dhamana, na ukizingatia kwamba vitu vya msingi vyote walikuwa wameshazifanya, kama vile kuwapekua, walikuwa wamekwisha wapekua. Kwa hiyo ni jinai iliyokuwa imefunikwa na ukiukwaji wa mambo mengi, kwamba wamenyimwa dhamana, wengine wamepigwa, lakini pia hawakuelezwa kosa lao mpaka walipofika mahakamani. Sasa hiyo pia ni tofauti sana. Hatuwezi kujua ni kwa nini wamefanya hivyo, lakini huo ni ukiukwaji wa sheria. Kuchunguza ni kwa nini jeshi la polisi kwa linaficha wapo kituo gani cha polisi haswa? Maana yake tulivyohoji hata kamanda ni mmoja alificha kabisa kwamba walikuwa wanashikiliwa katika kituo gani cha polisi hapa. Mbona walikuwa wanaficha? Kwa kweli hatuwezi kufahamu ni kwa nini wanaficha wapo kituo gani, lakini kikubwa ni kwamba na yenyewe pia ni ukiukwaji tu wa haki za binadamu, kwa sababu huyu mtuhumiwa ana haki zake za kimsingi, ikiwa ni pamoja na kuonana na ndugu zake, lakini pia kupata access ya wanasheria. Kwa hiyo wanapoficha kituo, maana yake wanataka kumaliza mambo yao kwanza kabla ya wanasheria pamoja na ndugu zao kuwaona, lakini hii sio sawa. Sawa, kwa kumalizia tuambie kilichojiri leo mahakamani, na labda wameachiwa kwa dhamana, na shauri linatarajiwa tena kusikilizwa lini? Asante. Shauri kama niliposema, shauri lilikuja mbele ya Mheshimiwa Regina, na watuhumiwa wote wawili walisomewa mashtaka yao na wote walikana, lakini pia Mheshimiwa Regina alitoa nafasi ya haki zao, ikiwa ni pamoja na dhamana, ambao kila mmoja amedhaminiwa na wadhamini wawili, ambao dhamana ya kila mmoja ni shilingi milioni 2 ambazo hazijatolewa mahakamani, lakini walitoa barua za kutoka kwa maafisa wa serikali za mitaa pamoja na vitambulisho ambavyo vyote hivyo vimeachwa mahakamani. Na baada ya hapo tulifanikiwa watuhumiwa wote wawili kusign hiyo karatasi ya dhamana, bond agreement, na baadaye waliachiwa, na shauri hili limepangwa tena kuja tarehe 21 mwezi wa 7. Hii imetokana na upande wa mashtaka ambao ulikuwa ukiwakilishwa na bwana anaitwa Mahafidh Mbagwa ambaye alidai shauri upelelezi bado haujakamilika, lakini hata baada ya mimi kumtaka afuate sheria, kwa sababu sheria sasa hivi inataka once unapeleka shauri mahakamani huo ushahidi umekamilika, na mheshimiwa pia alijaribu kulishadadia hilo kwamba hatupaswi kudelay kwenye kesi kama hizi.
iwe sio serious, sio kesi, sio serious offense, sio kosa kubwa kwa maana ambalo linahitaji rocket science. Kwa hiyo mheshimiwa alisema tarehe 21 shauri linapaswa lianze, vinginevyo atatoa maamuzi mengine ikiwa ni pamoja na kuachia huru watuhumiwa wote wawili. Kesi imesikilizwa mahakama ya hakimu mkazi hapo Arusha katika kituo shirikishi cha haki cha Arusha mjini. Ni kweli kwamba hata wao wenyewe wali raise hiyo kwamba kuna vitu wamenyang'anya, kamera, simu, lakini upande wa mashtaka ulisema kwamba kamera na simu zao ni katika shauri hili, kwa hiyo hawawezi kupatiwa, isipokuwa mahakama ilitoa maelekezo kwamba mtuhumiwa aandike barua kuomba hata upande wa mashtaka ulisema hivyo sio vielelezo. Kwa hiyo walitakwa waandikwe barua alafu wanaweza wakapatiwa.